Vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa hotuba kwa raia wa nchi hiyo na kusema Iran haitakubali Marekani kuingilia vita vyake na Israel. Nchini Kenya, Boniface Kariuki, mchuuzi wa barakoa aliyepigwa risasi na polisi kichwani wakati wa maandamano siku ya Jumanne jiji kuu la Nairobi, wakati wa maandamano yupo mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji. Licha ya kuikosoa Iran, Israel nayo ina nyuklia ya siri. Na katika kipenga cha michezo, Bayern yamtaka Mitoma wa Brighton au Gakpo wa Liverpool. Naam, na tumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa hotuba kwa raia wa taifa hilo Iran, akisema kwamba Iran haitakubali Marekani kuingilia vita vyake na Israel, huku Rais Donald Trump wa Marekani akijibu kuwa anaweza kushiriki kwenye vita hivyo au la. Abdul Karim Atiki ni mchanganuzi wa siasa za kimataifa akiwa jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam. Atiki: Ayatollah Ali Khamenei haropoki. Iran ina support kubwa sana ya mataifa makubwa ambayo yana uhasimu na Amerika. Taifa kama la Urusi, taifa kama la China. Marekani kama angekuwa naweza angezuia makombora maroketi ya kutoka Teheran yasiweze kuangukia Tel Aviv, ambayo nayo sasa hivi haina tofauti na ukanda wa Gaza. Mimi namuona Rais Donald Trump ni rais mropokaji, sio rais mwenye kuzungumza kwa kina kwa kujua ana nguvu gani, na bila shaka atafeli kama Amerika ilivyofeli Vietnam. Kauli hii ya Trump anaposema kwamba Iran ijisalimishe inamaanisha nini?
ni kutoa vitisho, kwa sababu mwanzo alitisha kwa kusema kwamba Irani haiwezi kutamba kabisa mbele ya Israel, kwa sababu Israeli ina Air Force, jeshi la anga ambalo ni jeshi anapewa vifaa na Marekani, lakini wale wanajeshi wake ni hodari sana. Lakini sasa hivi tunaona kipigo kinachoanguka Teherani na kipigo kinachoanguka Tel Aviv, hakuna tofauti yoyote. Marekani ikiingia, bila shaka mataifa mengine pia yataingia. Kwa hiyo itakuwa tayari vita ya tatu ya ulimwengu, Mungu aipushilie mbali, ndio itakuwa imeanza. Kumaanisha kwamba huenda mzozo huo ukageuka kuwa kwamba ni mzozo wa kikanda. Hali mpaka sasa hivi, kwa sababu ukisikia kauli kama ya Pakistani aliyosema kwamba ikiwa Israel itatumia, manake Israel inasemekana anayo mabomu ya nyuklia, kama itatumia nguvu ya nyuklia katika kupambana na Iran, basi na yeye atatumia mabomu yake ya nyuklia katika kuipiga Tel Aviv. Sasa hiyo ina ishara gani? Ishara ushakuwa mgogoro wa kikanda. Dalili za kumaliza mzozo huo ziko. Urusi alisema yuko tayari kusuluhisha mzozo, kwa sababu Amerika hawezi kusuluhisha mgogoro, kwa sababu Amerika amejionyesha kabisa kwamba yeye ni sehemu ya Israel. Kwa hiyo Urusi angalau anaelewana na Israel, lakini anaelewana na Irani. Kwa hiyo anaweza kuwa msuluhishi mzuri, na amesema kwamba yuko tayari kusuluhisha, japokuwa na yeye mwenyewe ana mgogoro wake wa Ukraine, lakini hiyo haijalishi, kwamba na fursa ya kuleta amani ipo, na kwa sababu inahitajika, dunia inahitaji amani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu sasa hivi vitu vitaanza kupanda bei. Midororo ya uchumi, hasa nchi za dunia ya tatu, ndio zitaathirika zaidi kuliko hata hizo nchi za Ulaya, kwa sababu wenyewe wanajipanga katika kukabiliana na hali kama hizo. Sisi dunia ya tatu, huo mzozo utatuathiri sana. Tayari tuna hali ngumu, basi itakuwa ngumu zaidi. Bwana Abdul Karim Atiki, nikushukuru sana kwa kuzungumza na RFI Kiswahili. Asante sana, nikutakia kazi njema. Israel inapolenga mpango wa nyuklia wa Iran na ina mpango wake wa nyuklia unaoendelea, kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israel mwaka 1948, taifa hilo limekuwa na nia ya kujenga mpango wa nyuklia ili kuhakikisha uwepo wake. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israeli akizungumza kwenye meza yenye nembo ya Umoja wa Mataifa akaonekana kubeba ramani mbili, moja imeandikwa laana na nyingine imeandikwa baraka. Wataalamu wanaamini kuwa Israel imekuwa ikipanua mpango wake wa siri wa nyuklia. Vita ambavyo Israeli ilianzisha dhidi ya Iran vinalenga kuzuia mpango wake wa nyuklia, ambapo sehemu kubwa ya ulimwengu inatazama kwa hofu, na wataalamu wanasema ukuaji wake unaweza kutengeneza silaha za atomiki ndani ya miezi kadhaa. Israeli na mpango wake wa siri wa silaha ya nyuklia ambapo hautambuliwi hadharani, lakini baadhi ya wataalamu wanaamini pia unapanuka. Badala yake, Israeli imesema haitakuwa nchi ya kwanza kuanzisha silaha za nyuklia Mashariki ya Kati. Maneno hayo yaliyoonekana kimakusudi yanalingana na yale ya Bwana Bolfres alichoita utata juu ya kile ambacho ni wazi kuhusu mpango wa silaha za nyuklia. Nchini Kenya, Boniface Kariuki, mchuuzi wa barakoa aliyepigwa risasi na polisi kichwani wakati wa maandamano siku ya Jumanne jiji kuu la Nairobi wakati wa maandamano, yupo mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji. Hili limethibitishwa na William Sigilai, mkurugenzi mkuu wa hospitali kuu ya Kenyatta. Alifikishwa akiwa katika hali mahututi, ameshafanyiwa upasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Tuko katika harakati za kumtambua kwa majina yake. Jambo chanya ni kwamba baba yake yuko nasi asubuhi, tangu asubuhi. Amemtambulisha kwa jina fulani, lakini bado tunangojea udhibitisho, kwa sababu sera yetu ya hospitali ni kwamba lazima tuwe na uhakika kabla ya kuyataja majina yake.
Takribani watu 70,000 wamelazimika kuhama makazi yao kusini mwa China kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kimbunga Wutip ambacho kilitua katika kisiwa cha Hainan kisha kuelekea Guangdong kikiwa na upepo mkali kabla ya kudhoofika. Jiji hilo la Zhaoqing lilishuhudia mafuriko yaliyofunika barabara na maduka na kuathiri zaidi ya watu 183,000 katika wilaya ya Huaiji pekee. Mafuriko hayo yameathiri pia mkoa wa jirani wa Guangxi, huku mvua kubwa ikiendelea kunya. Nchini DRC kumekuwa na mitazamo mseto kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa sheria Constant Mutamba ambaye anatuhumiwa kwa kosa la ubadhirifu wa fedha za serikali, ambapo kiasi cha dola milioni 19 za Marekani zilizokuwa zimetengwa ili kujenga gereza la kisasa katika mji mkuu wa mkoa wa Shopo wa Kisangani inasemekana zilipotea katika mazingira tatanishi. Wengi huko Kongo wanahisi kwamba waziri huyo anakabiliwa na kesi ya kisiasa, wakati baadhi walioko mawaziri wengine na ambao wanakabiliwa na kesi kama hiyo wako huru hadi kufikia sasa. Nchi hiyo kumwondolea kinga yeye kama mbunge wa taifa, na hii ni kutokana na kwamba anatuhumiwa kuhusika na ubadhirifu wa pesa za serikali kiasi cha dola milioni 19 za Marekani ambayo serikali ilikuwa imetenga kwa ajili ya ujenzi wa gereza la kisasa katika jiji kuu la Kisangani katika mkoa wa Chopo. Ni hatua ambayo imekuja mara baada ya mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya serikali jijini Kinshasa, Bwana Firmin Mvonde kuomba hivyo, na yeye amesema kwamba tayari hatua ama uchunguzi umefanyika na amekamilisha kila kitu, na anao ushahidi kwamba waziri huyo Bwana Constant Mutamba amehusika moja kwa moja katika swala hili. Lakini hatua hii imekuja na kuweza imezua gumzo katika baadhi ya wakongomani ambao wanahisi kwamba ni kesi ya kisiasa, kutokana na kwamba wapo wengine mawaziri kama vile Nicolas Kazadi ambaye alikuwa ni waziri wa fedha. Siku moja aliwahi kusema, na hata imeenea katika mitandao ya kijamii, mwenyewe akisema kwamba serikali ya Kinshasa inajaa wanasiasa na mawaziri ambao wanapenda raha, kwa sababu wakati mwingine mradi ukitokea ambao utanufaisha jamii, huwa wanaanza kwanza kugawana pesa, baadaye wanafikiria. Kwa hivyo swala hili limeonekana wazi kwamba ni la kisiasa kwa mujibu wa wandani wake Bwana Constant Mutamba. Mbivu na mbichi inasubiriwa, hatujajua nini hatima yake, bali kinachosubiriwa ni kujiuzulu. Serikali ya Tanzania imethibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo yameweza kuathiri uwezo wa raia wake wa Tanzania kuingia nchini humo. Hilo linafuatia taarifa ya hivi karibuni kuwa Marekani inapanga kuongeza orodha ya mataifa yaliyopigwa marufuku na raia wake kuingia nchini humo, ikiwemo Tanzania. Akizungumza kupitia taarifa rasmi ya vyombo vya habari, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema Tanzania imepata taarifa hiyo na tayari imeanza mazungumzo ya kidiplomasia ili kufahamu kikamilifu maeneo ambayo yanapaswa kurekebishwa. Mashauriano hayo ya masuala ya kikoseli pamoja na mambo mengine yanaguza utoaji wa nyaraka halali ya utambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Marekani inataka Tanzania na nchi nyingine kurekebisha masuala haya, vinginevyo raia wake watapigwa marufuku kuingia Marekani. Hilo likitokea litawaathiri kuanzia wafanyabiashara, wanafunzi na wengine wanaokwenda kwa shughuli mbalimbali nchini Marekani. Mapema wiki hii vyombo vya habari mbalimbali vya Marekani vimeripoti kuwa serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kupitia wizara ya mambo ya nje ya waziri Marco Rubio inaweza kuongeza mataifa 36 kwenye orodha ya nchi zinazoweza kuingia kwenye marufuku ya raia wake kusafiri kuingia Marekani.
Orodha hiyo ina jumla ya mataifa 25 kutoka Afrika na mengine kutoka Caribbean, Asia na kati na visiwa vya Pasifika. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazotajwa. Baadhi ya nchi nyingine kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ni pamoja na Uganda, DRC, Ethiopia au kipenda Uhabeshi, Sudan Kusini, Djibouti, Zambia, Zimbabwe, Malawi na Angola. Kwa mujibu wa taarifa, nchi hizo zimetakiwa ndani ya siku 60 kuwasilisha mipango ya kukidhi vigezo vipya vinavyowekwa na Marekani, ikiwemo udhibitisho wa serikali madhubuti, utoaji wa nyaraka za kuaminika na kushughulikia visa vya watu wanaoingia Marekani kisha kusalia huko bila vibali halali. Sababu nyingine zinazotajwa na Marekani ni pamoja na nchi zinazotoa uraia kwa wawekezaji bila masharti ya kuishi nchini humo, pamoja na madai ya matukio ya chuki dhidi Wayahudi na Marekani yanayofanywa na raia wa mataifa hayo wakiwa Marekani. Hata hivyo, serikali ya Marekani haijaweka wazi lini marufuku hizo mpya zitaanza kutekelezwa, lakini nchi zinazotajwa zimepewa muda kuwasilisha mpango wa awali wa utekelezaji wa masharti hayo. Kwa sasa serikali ya Tanzania inasisitiza kuwa iko tayari kushirikiana na Marekani ili kutatua changamoto zilizopo na kuhakikisha haki ya Watanzania zinalindwa katika safari za kimataifa, ikiwemo kuingia Marekani. Katika kipindi cha awali cha awamu yake ya kwanza, Rais Donald Trump aliweka marufuku ya safari kwa mataifa yenye Waislamu wengi, hatua ambayo ilizua mjadala mkali na kupingwa mahakamani kabla ya mahakama ya juu kuiruhusu katika toleo lake la 3 mwaka 2018. Marufuku hiyo iliyofuatwa na Rais Joe Biden, lakini Trump ambaye ameweka marufuku hiyo iliyofutwa na Rais Joe Biden, lakini Trump ambaye amekuwa akishughulikia kwa ukubwa wake masuala ya uhamiaji, ameahidi kuirejesha tena akiwa madarakani kwa awamu ya pili, akisema itakuwa kubwa zaidi ya ilivyokuwa mwanzo. Wakati huo utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umezipa nchi 36 hadi Jumatano muda wa mwisho kuhakikisha zimeimarisha mchakato wa uchunguzi dhidi ya raia wake ama zikabiliwa na marufuku ya raia wake kutembea Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Tammy Bruce amethibitisha kuwa mataifa hayo yanatakiwa kuimarisha mchakato wa kuchunguza pasi za kusafiria za raia wake, kuwakubali raia wao wanaorudishwa kutoka Marekani na kuchukua hatua nyingine kuhakikisha raia wao sio kitisho kwa Marekani. Jeshi la polisi nchini Tanzania limezungumzia matukio ya utekaji na mauaji yanayoripotiwa kutokea na kutoa ufafanuzi baadhi ya matukio yaliyoripotiwa, likisema baadhi ya matukio hayo yalikuwa ni ya kujiteka. Msemaji wa jeshi hilo David Misime amesema uchunguzi aidha umebaini kuwa sababu nyingine ni wivu wa mapenzi, kugombea mali, kulipiza kisasi, kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu na kukimbilia nchi nyingine kujifunza misimamo mikali. Misima amesema kwamba matukio mbalimbali yameripotiwa ya watu kupotea yalifanyiwa uchunguzi na kina, na katika baadhi ya matukio waliodaiwa kupotea walipatikana wakiwa hai na wengine walikutwa ama walipatikana wamefariki dunia. Miongoni mwa matukio ya utekaji ni lile linalomhusisha Sheikh Zuberi Said Nkoko, mwalimu wa dini na kiongozi wa taasisi ya Islam Foundation ya mkoani Singida, aliyedaiwa kutekwa na watu waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi Juni 2 mwaka huu akiwa na kiasi cha shilingi milioni 42. Taarifa hii iliyoripotiwa polisi na baada ya uchunguzi limebainika Sheikh Zuberi hakuwa ametekwa bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni ya watu mbalimbali ya zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 521. Sheikh huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Makamu mwenyekiti wa chama tawala nchini Tanzania CCM Bara, Stephen Wasira,
amesema tangu kupata uhuru Tanzania imepata maendeleo makubwa, na kwamba wale wanaosema hakuna kilichofanyika ni vyema wakakaa kimya na waache tabia ya ukasuku na kukariri wasioyajua. Amesema haya alipozungumza kwenye mkutano wa hadhara huko Katoro mkoani Geita, alipokagua uhai wa chama na kuzungumza na wananchi. Akaongeza kwamba katika nukuu kwamba wametuachia nchi, hakuna daktari hata mmoja. Waliokuwepo madaktari kutoka India ni Pakistan, na wao walikuwa Dar es Salaam. Wakati tunapata uhuru, akina mama walikuwa hawajifungui, walikuwa wanazaa, maana hakukuwa na kliniki, hivyo walikuwa wanazaa kama ng'ombe wanavyozaa ndama. Leo anakuja mtu hajafikisha umri wa miaka 30 au 40, anawaambia hakuna maendeleo. Mbunge wa Nzega vijijini Daktari Hamisi Kigwangala alipochangia bajeti kuu ya serikali na hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka wa 24 pamoja na mpango wa maendeleo kwa mwaka wa 25-26, amesema bado deni la taifa hilo ni vumilivu, na kuongeza kuwa bunge lipo tayari kuiunga mkono serikali kuendelea na kukopa. Amesema Tanzania inakwenda vizuri na hakuna haja ya kuogopa kelele za watu, kwa sababu deni bado ni himilivu na lipo vizuri. Akasema waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wiki iliyopita alipowasilisha taarifa ya hali ya uchumi wa mwaka wa 24 wa mpango wa maendeleo wa taifa wa 25-26, deni la taifa la Tanzania lilifikia shilingi trilioni 107.7 kutoka trilioni 91.7 katika kipindi kama hicho mwaka 24, na kusema nchi bado inakopesheka. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, taarifa kuu ni kwamba kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa hotuba kwa raia wa nchi yake na kusema Iran haitakubali Marekani kuingilia vita vyake na Israel. Serikali ya Uingereza imekataa kutoa visa kwa mwanasiasa mashuhuri wa mrengo wa kushoto kutoka Afrika Kusini Julius Malema. Na mpenzi msikizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456168 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.
Karibu tena. Serikali ya Uingereza imekataa kutoa visa kwa wanasiasa mashuhuri wa mrengo wa kushoto kutoka Afrika Kusini Julius Malema, kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya ndani iliyotolewa Jumatano. Taarifa hiyo inasema kuwa maombi ya Malema yalikataliwa kwa msingi wa madai ya Marekani kwamba wazungu nchini Afrika Kusini wanakabiliwa na mateso, madai ambayo yamepingwa na wengi. Ofisi ya visa ya Uingereza imeeleza kuwa uwepo wa Malema nchini humo haungekuwa na manufaa ya umma, ikitaja sababu kadhaa, ikiwa ni pamoja na msimamo wake wa kuunga mkono kundi la wapiganaji wa Palestina Hamasa. Kwa mjibu wa tovuti ya habari ya News 24 ambao waliona nakala ya barua ya kukataliwa kwa visa hiyo, uamuzi huo pia umehusishwa na msimamo wa kisiasa wa Malema. Afisa mmoja wa Uingereza amethibitisha maudhui ya ripoti hiyo na kwamba shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, lakini hakutoa maelezo zaidi. Kiongozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore alikutana na kipa wa timu ya Manchester United ya Andre Onana, ambapo wawili hao walipiga picha pamoja, huku Onana akimkabidhi kiongozi huyo jezi lake la Manchester United. Kwa upande wake, kiongozi wa Burkina Faso alisifu ziara ya Onana kama ishara ya mshikamano wa bara, kulingana na taarifa iliyotolewa na tovuti ya habari ya Cameroon. Andrew Onana alikuwa nchini Burkina Faso kwa hafla iliyoandaliwa na Bertrand Traore Foundation, shirika lisilo la faida linaloongozwa na mshambuliaji wa Ajax na nahodha wa timu ya taifa ya Burkina Faso Bertrand Traore. Kabla ya kupokea maoni yako, ni kwamba rais wa Uturuki Erdogan anasema Iran ina haki ya kisheria kujilinda dhidi ya mashambulio ya Israel, akielezea Israeli kama nchi yenye nyuklia inayodedekezwa na isiyojali, na kuwa ni taifa la mauaji ya halaiki linalofanya kazi bila kuadhibiwa. Huku Israeli wakifanya kwa upande mwingine, wanashambulia Lebanon, wanashambulia Syria, wanashambulia Yemen, kila siku kushambulia makazi ya raia katika ukingo wa magharibi. Wanaua watu wasio na hatia, kukalia maeneo hayo hatua kwa hatua. Kama kwamba yote haya hayatoshi, Israeli inashambulia baadhi ya maeneo ndani ya Iran na kufanya mauaji, huku wakiendelea na ujambazi wao. Lazima niseme hili kwanza kabisa, ni kawaida na ni haki kihalali ya kisheria kwa Iran kujitetea. Kendisini savunması son derece ahadi ya ugaidi wa kisheria na ujambazi huu wa Israel. Iran inavamiwa wazi na nchi isiyotambua sheria, wasio na kanuni, taifa lililodedekezwa, gözü dönmüş bir ülke tarafından çok açık bir şekilde saldırıya uğramıştır. Üstelik bu saldırılar aidha mashambulio haya yamefanyika wakati mazungumzo ya nyuklia ya Iran yakiendelea. Israeli ambayo yenyewe inamiliki silaha za nyuklia, na wanapouza kanuni zote kuhusiana na shughuli zake za nyuklia bila kusubiri mazungumzo kukamilika au matokeo yao. Sauti yake Erdogan, rais wa Uturuki, akizungumza hapo kwa lugha ya Kituruki, na nikapata fursa ya kuweza kukutafsiria. Maelfu ya Wapalestina waliokumbwa na njaa wameshambuliwa na vikosi vya Israeli wakiwa wamebeba magunia ya unga kaskazini mwa Gaza. Vikosi hivyo vilishambuliwa waliokusanyika katika kituo cha misaada katika eneo la Sudania kilichoanzishwa na wakfu wa misaada wa kibinadamu wa Gaza unaoendeshwa na Marekani na Israel. Njia za magari ya misaada kwenda Gaza bado ziko chini ya vikwazo vikali na kulazimisha umati mkubwa wa watu kukusanyika katika maeneo machache ya usambazaji wa chakula. Vita vya mauaji ya halaiki ya Israel dhidi ya Gaza vimeingia siku ya 621
na hadi sasa wamesababisha vifo zaidi ya watu 55,600, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Asante sana, anasema anaitwa Kamoja pale Amri, anasema anawapata vizuri sana Radio Fortune Africa. Hongera kwa habari zenu moto. Asante sana Mido Abshek pale Mido kutoka Buguruni pale Mnyamani pale jijini Dar es Salaam. Anasema Marekani na washirika wake acheni uchokozi wa Iran kusababisha mauaji yasiyo na faida. Vincent Makondeko pale nawapata vizuri nikiwa Kasenyi pale Vikuza Tanzania. Katika hatua hiyo amezungumza pale kwa kinywa chake namna hiyo, na kupitia maandishi nimeweza kukuwekea wazi yaliyosemwa ninapozidi kusonga mbele, ambapo ziara Kachali pale Visawa Kaiyo pale Mdude Nyangali pale naye alijiteka akikimbia madeni, au alitekwa. Ali Kibao aliuawa kwa sababu ya madeni au wivu wa mapenzi. Basi kama ndivyo, kuna haja ya vyombo vya Umoja wa Mataifa kuruhusiwa kuja kufanya uchunguzi wa hayo ili kuondoa sitofahamu kwa majibu mepesi kwenye maswali magumu. Serikali anasema Deo Haule pale, serikali waruhusu Umoja wa Mataifa waje kufanya uchunguzi, tujue mbivu na mbichi ni ipi. Anasema pale Amani Mushi, kweli bongo nyoso I say. Ndio maana nasema kwa niaba ya wengi wanaojua na wasiojua, no reforms no election. Amani Mushi, maoni yake pale hivi. Elinuru pale hivi, Clement Mungu anawaona, yani Mdude aliyetekwa kisa mapenzi, Ali Kibao na yule aliyechoma picha ya rais alipotekwa kiaini ni wivu wa mapenzi. Haya ndio maoni yake, anauliza pale. Mada ni lugha hii pale hivi, mojawapo ya mikosi na inayoomba kila siku niepuke ni huu wa kuwa na mtoto polisi katika familia yangu. Ndiye yake ambaye anajitokeza pale hivi. Miami pale hivi Classic kasema uzuri Mungu wetu ni si mwanadamu, ipo siku yote ndio maoni yake hayo. Katika kule kuweza Wagara pale hivi Oginga pale hivi, inchi inabidi iuzwe na kila mtu apewe chake, atafute pa kwenda. Maoni yake haya Wagara Oginga. Jaslin pale vilikaya pale vida, nimeshinda tabia za inchi hizi, haiwezi kuelewa ya bado mnaamini. Maoni yake hayo. Amos Kusaga pale, ukichukua mateka utachukuliwa mateka, ukiua kwa upango nawe vinavyoua hayo. Majibu ni mepesi, maana wengi wanaopotea ni wale wenye msimamo kinyume na serikali, lakini naamini yupo Mungu anayetenda kwa haki. Hata nyamaza, lazima atajibu kwa wakati. Ni maoni yake. Asante sana Franco Kisanga kutokea 2-in-1 Boda pale, wengi ambao wanarindima jumbe zao katika studio hii ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iruhusu nilekee mapumzikoni basi, na hapo hivyo uweze kupokea makala ya siku ya leo. Nikirejea nitakuwa ninakupeleka katika mawanda mengine, sababu ni Afrika leo asubuhi. Tunakudadavulia mengi tu ambayo yanajiri katika maeneo tofauti. Asubuhi hii basi ni masuala ya siasa. Nini kipo nyuma ya mkataba wa ushirikiano kati ya Kenya na Falme za Kiarabu? Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Mwezi Januari, serikali ya Kenya ilisaini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara na nchi ya Falme za Kiarabu kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika masuala mbalimbali. Hata hivyo, mkataba huu umezua hofu katika taifa hilo kuhusu uwekezaji wa nchi hiyo ya Falme za Kiarabu kwenye sekta ya afya. Wachambuzi wa mambo na wanaharakati wanalitaka bunge nchini humo kupitia kwa makini na kutoidhinisha mkataba huo kama ulivyo. Hata hivyo, serikali ya Kenya inasifia mkataba huo, inasema kwamba utafungua fursa ya uwekezaji, lakini pia raia wake watapata kazi ama ajira katika nchi hiyo.
Ni kwa nini mkataba huu una utata? Nini kiko nyuma ya mikataba ya kimataifa ambayo imekuwa ikisainiwa hivi karibuni nchini Kenya? Hapa studioni naungana naye Edgar Odari. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa Econews Africa. Hili ni shirika ambalo linahusika na utafiti, masuala ya sera na utoaji elimu kuhusu masuala mbalimbali ya biashara, uwekezaji na usimamizi wa rasilimali katika mataifa ya Afrika na kwingineko duniani. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante. Lakini pia naungana naye Terestad Alenga. Yeye ni mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi. Karibu sana. Asante sana Victor. Na nianza nawe Bwana Odari, ni kwa nini huu mkataba una utata hasa kwenye swala hili la uwekezaji wa sekta afya nchini Kenya? Jambo la kwanza na mkataba huu ni kwamba kuna kile kipengele ambacho kinasema kuna ufunguzi wa biashara za Kenya kupeleka vitu vyake katika nchi za milki za Kiarabu. Hiyo haipo. Lakini ukiangalia katika sekta ya afya kuna vipengele ambavyo vinaenda kusababisha ile hali ya kupata madawa iwe ni vigumu sana katika nchi yetu. Kwa mazingira kama haya, unafikiri mkataba huu ulisainiwa katika mazingira gani? Kwa sababu kama unaegemea upande mmoja, nafikiri mkataba hii ya kimataifa inapaswa kuwanufaisha wananchi wa mataifa mawili. Sielewi ni jinsi gani wale ambao walikuwa wanafanya mkataba upande wa Kenya walikubali kusaini vipengele kama hivi katika mkataba huu. Ni jambo la ajabu sana. Maanake ukiangalia ni kama jamaa hawakuwa wamefanya chochote pale. Bwana Lenga, nawe pia umefuatilia kwa karibu sana huu mkataba ambao umeleta sintofahamu. Kwa nini kuna hii hofu? Mwanzo wa kitu ndio usema mambo mengi kuhusu hicho kitu. Mkataba huu kama ilivyo kawaida ni wa kibiashara, basi ungepigwa sahihi na yule waziri wa biashara. Lakini hapa kwetu huu mkataba ulitiwa sahihi na waziri wa masuala ya nchi za kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alizungumzia mkataba huu. Tutazungumza kwa undani zaidi, lakini tumsikilize hapa kile alichokisema. Kenya remains committed to deepening its engagement. Kenya inadhamiria kwa dhati kutanguliza na kuimarisha uhusiano wake na nchi ya Falme ya Kiarabu kama nchi ya kuuza bidhaa kutoka Kenya, lakini pia nchi yetu ni eneo muhimu la kimkakati ambalo linawezesha bidhaa kutoka Falme za Kiarabu kwenda katika masoko ya Jumuiya ya Komesa na bara la Afrika. Makubaliano haya yanafungua fursa ya kufikia soko la watu barani Afrika wapatao bilioni 1.4. Naam, huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi. Bwana Odero, umemsikia vizuri sana, na maneno haya aliyazungumza wakati makubaliano haya yanaingiwa kati ya nchi hizi mbili. Kwa nani unavyomsikia, ni mkataba wenye manufaa makubwa kwa wananchi wa Kenya. Kuna lile lililosemwa na lile lipo. Kama alivyosema, mkataba huu unafaa uongeze zile bidhaa ambazo zinatolewa Kenya zikipelekwa hadi milki za Kiarabu. Lakini kitu cha kwanza kusema ni kwamba kipengele hicho kinasema hakutakuwa na ufunguaji wa biashara ili Wakenya waweze kupeleka bidhaa zao kule. Kwa hivyo kama anasema itafungua biashara, ni vipi tena unaenda unasema unaingiza kipengele ambacho kinafunga biashara hizo kwenda kuweza kupeleka bidhaa zao katika milki za Kiarabu? Nini hasa ambacho mnashinikiza kifanyike? Je, mkataba huu ubadilishwe au uondolewe kabisa? Inafaa mkataba huo ubadilishwe, sio kutupiliwa mbali. Ubadilishwe ile vile vipengele ambavyo tuna shida navyo viweze kuangaliwa kwa upya ili viweze kurekebishwa. Kitu cha kwanza ni kwamba lazima soko la milki za Kiarabu zifunguliwe ili bidhaa za Kenya ziweze kwenda kule. Na Alenga, wewe kama mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi nchini Kenya, mikataba kama hii kwa namna anavyoeleza mtaalamu hapa, inamweka wapi mwananchi wa kawaida? Nafikiri hiyo ndio changamoto kwa wale wakuza sera katika nchi hii na viongozi. Iwapo basi tuna mikataba mingine ambayo inakuja, itakuwaje vizuri kuweza kuwashirikisha wananchi wa matabaka mbalimbali kuweza kufahamu ni kipi wanachoweza kuchangia. Lakini cha msingi ni kwamba lazima tukijiingiza katika mikataba hii tuweze kufuata kanuni ambazo zinafanyika na mataifa yote. Sheria za Kenya zinasemaje kuhusu nchi inapoingia kwenye mkataba na nchi nyingine? Nini ambacho kinapaswa kufanyika? Wajua, mwanzo kabisa kunafaa kuwe na ile mipangilio ya kuwahusisha wananchi katika
hizo process za kufanya negotiations. Na kadri jinsi nilivyoangalia huu mkataba, mwanzo kabisa kuna ile sheria ya kutengeneza mikataba kati ya nchi. Kuna sheria iliyotungwa ili kuendelesha zile process za kusaini mikataba kati ya nchi kadhaa, na hiyo sheria haikufuatwa. Maanake ingefuatwa, kuna ule utaratibu ambao ungefaa kufuatwa na serikali ili kwenda kusaini mkataba huo. Haikufuatwa, na hivyo basi tunasema kama hawakufuata sheria katika kutunga huo mkataba, inafaa warudi nyuma, wafuate sheria jinsi inavyofaa kufuatwa, na baada ya hapo tu ndipo tutavyokubali tuseme basi inafaa mkataba huo usainiwe na uendelee mbele. Jukumu la wabunge wa Kenya katika hili ni nini? Wajua, baada ya mkataba kutiwa saini kati ya serikali, mawaziri, unafaa upitishwe katika bunge ili kuidhinishwa, ili upate ile nguvu ya kisheria ya kusema kwamba ni mkataba ambao una nguvu katika nchi ya Kenya. Nalenga kwa kuangalia Kenya ilivyo sasa na hali ya kisiasa, unafikiri kuna nafasi ya kufanya hiki ambacho wakili anakishauri? Hapa kwetu mambo ni magumu, manake kila wakati unapata kwamba swala linapopelekwa kwenye bunge kuweza kujadiliwa kwa ajili ya Mkenya wa kawaida, huwa wale wabunge wanachukua nafasi au wanafuata maagizo ambayo rais ashayatoa. Kumbuka kwamba huu mkataba ndio mojawapo ya zile ambazo aliyeondolewa mamlakani mkuu wa sheria Justin Muturi alisema kwamba alikuwa anashinikizwa kuweza kupigia saini akiwa kwenye airport kule Dubai. Na basi inaonyesha kwamba rais ana haja ya kuweza kuusukuma huu mkataba kufanya kazi. Basi ni kwa wabunge waweze kuangalia jinsi vile walivyofunguliwa macho, tuna imani kwamba wanaweza kutenda mema kuendelea mbele. Lakini cha msingi ni kwamba, Victor, lazima tuweze kujiuliza suala la kisiasa katika mikataba hii ni kwamba wakati ambapo taifa lote la Afrika linaingia katika mkataba fulani, huwa lile taifa la ughaibuni ndilo linaandika huo mswada na linapatiana kwenye taifa la Afrika, na hilo taifa linahitaji tu kupiga saini. Naam, tukimalizia tu wakili Edgar, sasa ulikutana na wabunge, bila shaka kamati ya afya ya bunge la Kenya, ukazungumza nao, ukawaeleza kila ambacho umekisoma na mtazamo wako. Nini ambacho unatarajia kwamba kitafanyika? Kile ambacho nina tathmini kinaenda kufanyika ni kwamba wanaenda kufungua mjadala ili kwenda kujadili mkataba huo, na vile vipengele ambavyo vina shida itabidi wabadilishe kabla ya kukubali kusahihisha mkataba huo uwe na nguvu za kisheria katika nchi hii. Alenga, nikupe kauli ya mwisho. Ni vizuri bunge letu la Kenya liweze kufanya kazi na vitengo vya nje pia, kushirikiana pamoja na mashirika ya kijamii, mashirika ya utafiti. Inahitaji kupata mwafaka ambao unamsaidia mwananchi wa kawaida. Muda umeturuhusu kuwa na hayo tu. Asante sana Edgar Udari, wakili na mkurugenzi mkuu wa shirika la Econews Africa ambalo linahusika na utafiti, sera na utoaji elimu kuhusu masuala ya biashara, lakini pia uwekezaji na kusimamia rasilimali katika mataifa ya Afrika na kwingineko duniani. Asante sana. Asante. Lakini pia nakushukuru Terestoda Lenga, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi. Asante sana kwa kuja. Asante sana Victor. Na msikilizaji, hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Abuso, kwa heri.